Lewa sana, haipiti siku bila kugombana. Mapenzi yako ya kibabe sana, marumbano ya mapenzi siyawezi. Kuna muda sielewi bwana, hivi kwa nini kwako nang'ang'ana? Mapenzi gani hayakutesa? Wasiwasi wa mapenzi, hivi kwa nini wewe hisia zangu unazikondesha? Unaniweka roho juu. Vibration TV, burudani maskani pako. Jina msikivu wa Vibration TV, says the Mr. Orange tena kwenye maiki. Tunazidi kupita mtaa kwa mtaa, na leo tukiwa na bimdada wetu ambaye anajulikana kama Joyless. Nafikiri kuwa si mara yako ya kwanza kumweza kumuona bimdada huyu kwa maeneo hii, bali ni mtu ambaye kwa sasa hivi kuna ukaribu mkubwa sana yeye na Diki. Tutapiga naye mastori tuweze kujua 1 2 3 kuhusu yeye kwa ujumla. Dada, unaendeleaje? Fresh. Mzima kabisa? Mzima. Mbona kama vile umepoa hivi? Ndio hivi, mimi nakuaga hivi. Unakuwa hivyo kila muda? Mtulivu kabisa. Mtulivu kabisa. Sasa mbona kwenye verse unakuwa unachachamaa sana? Inakuwaje? Kwa hiyo kwenye uandishi ama tuseme kwenye maisha ya kazi pamoja na maisha ya nyumbani inakuwa ni utofauti zaidi? Hakuna utofauti, ninavyoishi kwenye muziki ndio ninavyoishi nyumbani. Sasa mbona kama vile kwa mida hii tumekuta mazingira haya huku kwa Diki. Kwa vipi imekuwaje kwa mazingira haya? Ni kawaida yako ama kuna shughuli tu umekuja kufanya? Ni kawaida yangu, pia nimekuja kurekodi. Umekuja kurekodi? Kwa kuna shughuli bado unaipika hivi kwa sababu ya kuweza kufikishia jamii? Yes. Kwa kazi yako tegemee kuwa tunaweza tukaipata lini hivi kama watazamaji wako ambao kila siku tuanzidi kufuatilia kwenye channel yako? Soon tu, soon kazi inakuja. Soon kazi inakuja. Yes. Asante sana. Bimdada Joyless, nafikiri ni kazi zako unazidi kuzifanya kwa huko YouTube. Lakini kwenye uandishi wako ni mtu ambaye sasa hivi bado unabezi sana kwenye uandishi wa mapenzi. Kwa nini hujawahi kufikiria kuwa uandishi wako unaweza ukahama kwa sehemu nyingine ama mashabiki zako waweze kupata ladha ya kitu kingine tofauti na muziki wa kimapenzi? Kwa nini? Ngoma ni nyingi zinakuja, sio kwamba eti ninakaa tu kwenye mapenzi, hapana. Ngoma zinakuja, ni mwanzo, ngoma ni 2 tu na mimi zingine zinakuja. Kwa hiyo kwenye upikaji wako ama tuseme alivyokufunda blaza kama blaza, kwenye mitindo yako wewe, kwenye uandishi wako wa wimbo waga unazingatia nini na nini? Mimi najua mwenyewe, sio kwamba mpaka niwaambie. Mimi alichonifunza na kijua, kama wanataka wajifunze na wajue kwa blaza, awaelekeze 1 2 3. Yes. Hivi mtani ukakutana na kauli kuwa kwenye ukaribu wa Diki na wewe kuna vitu ambavyo mtu mwingine lazima aweke jicho la tatu. Kwa vipi wewe ile kitu unalizungumziaje kuhusu kwamba ukaribu wenu wewe na blaza Diki kunakuwa kitu kingine ambacho ni cha utofauti zaidi? Wanaongea ila mimi siwezi kuwaziwa eti wasiongea, hapana. Ila tu wajue kuwa mimi na blaza ni blaza tu mkubwa. Tunaheshimiana sana. Hakuna kitu kingine. Mnaheshimiana sana. Kwenye kazi Joyless kama Joyless, kukawa mtu sawa amekufananisha kazi zako pamoja na Dogo Zuu. Ili kitu wewe kwako unalichukulieje ama unalichukulieje kwa uzito zaidi, kwa sababu kwenye kufananishwa, kwa sababu bado nikielewa kwa bado wewe ni upcoming, umeanza kulinganishwa pamoja na watu ambao tayari washakutangulia. Ili kitu kwako wewe linakaaje vile? Unajua watu mimi siwezi kuwapangia. Mtu anafanya anachojisikia. Kipanga ni yeye ambaye amepanga hizo. Mimi nachukulia ni mtu amepanga hivyo. Ametulinganisha, mtu ametulinganisha. Hivyo. Kwa kwenye kukulinganisha, kwa hiyo kwenye fikra zako sasa uko unachukulieje, ama unaona kweli kwenye kulinganishwa kwako unastahili ama bado sana? Sio bado sana, mimi naamini ninachokifanya. Yes. Kwa hiyo kuwa unaamini kuwa kwenye muziki ambao bado unazidi kupambana nao uko kiutofauti sana na kwa kile ambacho yeye anazidi ukifanya? Siwezi nikasema hivyo. Yes, maana kila mtu ana muziki wake, mimi na muziki wangu. Maana muziki wangu na Wadogo Zuu ni vitu viwili tofauti. So mimi na muziki wangu ambao wanifundisha, nikaelewa, ukisikiliza hata melody nini, sauti ni vitu tofauti na Dogo Zuu. So ndio hivyo. Kwa vipi unaweza kutuambiaje kwenye utofauti wenu ambao wewe mwenyewe unausikia? Kwa maana nafikiri kwenye kazi lazima uwe unasikia cha huyu na cha huyu ili ujue kuwa wewe unapita kwenye njia gani. Unaweza kutuambia kwa ni utofauti upi ambao unauhisi kuwa labda unakutenganisha wewe pamoja na Dogo Zuu? Ukisikiliza sauti, melody nini, uandishi, yes, taelewa mwenyewe.
Kwa kama vile kwenye uandishi, sawa, kwenye uandishi we kuna vitu unazingatia, alafu kama vile yeye kwake bado sana. Sijasema hivyo, ila kama ni mtu unaelewa muziki, watu ambao walisoma muziki, ukisikiza ngoma yangu, ukisikiza ngoma ya nani, ya Dogo Zuu, kuna vitu tofauti sana. Tofauti sana. Yeah. Kwenye muziki wa Nyarugusu sasa hivi, upande wa madada zetu nyie, sawa, hivi unaona ni nini ambacho kinaenda kwa huko mbele? Kwa sababu mkizingatia kuwa kwenye kazi zenu hizi mkizidi kuingiza bifu inaweza ikaleta manufaa ya kupeleka muziki wenu mbele, ama ndio vile tayari inaua kabisa? Mimi kuhusiana mambo ya mabifu kwa sima kabisa huko. Yes, mimi ninachokifanya tu, na mimi tu nafanya kazi yangu, sifanyi kazi sijui kwa kupambana na watu, hapana. Unaamini katika bifu? Hakuna. Kwanza mimi mwenyewe sina bifu na mtu kwenye muziki, hapana. Kikubwa tu naangalia kazi yangu nini, kama brother alivyo na mimi ndio hivyo. Kwa hivyo unaamini kuwa kwa upande wa Diki ni mtu ambaye yeye pia aamini kulingana na ubishani yani. Lakini kwenye kufananishwa ndio uwaga kuna ugomvi fulani ambao uwaga unaanza, kwa sababu mtu ukifikia mpaka umeanza kulinganishwa na mtu fulani, lazima wewe mwenyewe ujihisi na kujichunguza. Kweli inastahiki mimi kuweza kulinganishwa na mtu fulani. Lakini kwenye uandishi wenu ambao nishafuatilia ngoma zenu pamoja na Stasha, mmekuwa ni watu ambao sasa mnakuwa mnaingiliana sana hivi kwenye kutajiana majina. Kwa hiyo unataka kumtumia huyu kwenye ngoma zako, unamtumia Stasha kwenye ngoma zake anakutumia. Hii inakaaje sana kwenye uandishi wenu zaidi? Unajua Stasha ni mtu tunashirikiana sana, yes. Yeah. Ama tukisema kifupi, nikiwa naimba ngoma, kama kuna sehemu itajika jina, wanasema ni mtaje mtu wa karibu, jina ambao naweza nikataja. Siendi sehemu nyingine, maana na mtu wangu wa karibu. Stasha huyo. Hata namtaja nani jamani, wakati Stasha ndo mtu wangu wa karibu nini kama hivyo. Namtajaga Stasha tu. Kwenye uandishi wako wa ngoma zako zote ambazo tayari zipo kwa huko YouTube, Diki kama Diki anahusika kwa kiasi kingapi? Kikubwa sana, maana pasipo Diki kwanza mimi hatari. Diki anahusika sana tu, sana. Yeah. Kwenye uandishi ama kwenye kuelekeza melody pamoja na jinsi ya kwenda? Pote, maana mimi zile ngoma zote mimi nilimba freestyle. Yes. Niliwaletea beat studio na kuimba, sasa itabidi ndio hivyo tuchangie. Inabidi mchangie. Yeah. Asante sana. Stasha kama Stasha, mpaka sasa hivi nafikiri kuwa jinsi ulivyo hapo, hata mahusiano ukosi, jaribu hata kuibia watu siri kidogo wanaokufuatilia, kuwa waelewe kuwa siku moja hata wasitamani kuingilia, wajue kuwa kuna mtu wako ambaye unaye. Mimi sina mtu, nipo single. Yeah. Upo single? Single kabisa. Kwa hivyo mtu akitamani kuingilia kule, kwa sababu unajua kwenye comment ndo zinakuja ni nyingi sana. Kwa kama gisi yuko single hivyo, acha nifanyeje? Nifanye issue ile mimi niweze kufanya hiyo kitu. Au itakuwa ni shughuli sana kwa Blaza Diki? Hakuna, sasa Blaza hawezi kuniingia kwenye mahusiano yangu, hapana. Ikitokea mtu ambaye nitampenda, ila sasa hivi hapana. Kwa nini sasa hivi hapana? Sijampata mtu ambaye ninampenda. Yeah. Kwa akija fresh. Kwa vigezo vipi sasa? Hakuna. Kikubwa tu nimpende. Mapenzi si haya. Kwa mpaka kushawishi. Au si? Yes. Ya poa sana, mimi niseme tu asante sana, na niseme tu nimeshukuru kwa muda wako, kwa huu muda ambao tumeweza kwenda na kutumia. Niseme tu nikuache huru kwa ajili ya kuingia studio kwa upishi wako ambao unazidi kuendeleza kwa sababu ya kazi zako ambazo zinakuja. Alikuwa ni Sesday kwenye mic na nyuma ya kamera nikiwa naye Director Say. Asante. Vibration TV, burudani maskani pako.